Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa New Agape TV. Karibu katika kipindi chetu cha leo, kipindi cha kujifunza neno la Mungu. Tunamshukuru Mungu, ni siku njema iliyopata kibali mbele zake. Siku ambayo Mungu ametupa neema, ametupa kibali. Tumeamka wazima wa afya, ni kwa neema yake. Na leo tutaenda kujifunza neno la Mungu ambalo inawezekana umekuwa kila mara ukilisoma, ukilisikiliza na ukijua maana yake pia. Lakini leo nataka niende kufundisha kitu kimoja, kitu kizuri, kitu ambacho kinatutesa katika sehemu mbalimbali za maisha ya kimwili na kiroho. Leo tutaenda kusoma kwenye Amos 3 mstari wa 3. Biblia inasema, "Je, watu wawili watatembeaje pamoja wasipokuwa wamepatana?" Je, watu wawili watatembeaje pamoja wasipokuwa wamepatana? Nitazungumzia kwa nini kwa nini Mungu alizungumza na nabii Amos kwamba kuna kutembea watu wawili, lakini pia kuna kupatana. Katika neno kupatana lina maana kubwa sana katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Nitaanza kuzungumzia kwenye habari ya ndoa. Unajua, unaweza kuwa unajiuliza kwa nini wanandoa wengi wamekaa muda mrefu lakini hawana mafanikio. Hapo tatizo ni wanatembea watu wawili lakini hawajapatana katika ndoa yao, hawajapatana katika malengo yao ambayo waliyapanga kuyafanya kwenye ndoa. Hawajapatana katika malengo yao ni namna gani wataishi katika ndoa yao. Ndio maana wakiangalia uchumi wao uko chini, chochote wanachokifanya kwenye ndoa hakiendelei. Ni kwa sababu gani? Hawajapatana. Hivyo nina jambo la kuongea au kuwakumbusha watu ambao Mungu amewapa neema ya kuungana pamoja nje na wanandoa, au kuungana pamoja kwenye biashara, kuungana pamoja kwenye jambo lolote. Mnapaswa kupatana. Kupatana kwa namna gani? Mnapaswa kupatana. Kupatana ni kukubaliana jambo, kufanya kwa umoja, kwa upendo na kuridhiana katika mioyo ili muweze kufika mbali. Ndoa nyingi zinashindwa kufika mbali katika mafanikio ya kifedha, mafanikio ya jambo lolote ambalo wamelipanga kwa pamoja, ni kwa sababu wameshindwa kupatana. Leo nataka nikukumbushe ndugu yangu, mnapotembea watu wawili, mmekubaliana kufanya jambo lolote, kitu kikubwa na ambacho cha msingi, mnapaswa kupatana. Mnapotembea mahali popote, mnapaswa kupatana. Watu watajiuliza, utakuta siku hizi kumekuwa kuna migogoro katika makanisa ya aina mbalimbali au watumishi wa aina tofauti tofauti. Migogoro, watu wanagombana, mwingine ni kanisa hili na hili wanagombana. Ni nini wanagombania? Utakuta labda wanagombana, labda wanagombania washirika, labda wanagombania ile huduma, labda wanagombania mtumishi fulani awe katika ile tawi lake. Ni nini? Hii yote ni kwa sababu watumishi wanatembea hawajapatana, na hii inaleta madhara sana katika ulimwengu wa roho. Unajua, watumishi wa Mungu ambao mnatembea kwenye huduma na hamjapatana, madhara yanakuja kutokea katika ulimwengu wa roho. Ufalme wa Mungu unashindwa kujengeka vizuri. Ufalme wa Mungu unashindwa kuzalisha vitu vikubwa, ni kwa sababu mnatembea hamjapatana. Na kupatana ni jambo zuri sana, kwa sababu litasababisha huduma zenu ziweze kuwa kubwa, litasababisha utumishi wenu uweze kwenda vizuri, ni kwa sababu mnatembea mmepatana. Watumishi wa Mungu mnapaswa kutembea kwa kupatana. Tembeeni kwenye huduma zenu kwa kupatana, kushirikiana katika hali mambo ya kimungu, kushirikiana kwenye ibada, kushirikiana kwenye jambo lolote ambalo linajenga ufalme wa Mungu, ili muweze kufika mbali katika huduma zenu. Lakini pia nitazungumzia kupatana katika kibiashara. Hujawahi kusikia kuna watu wameweka ushirika katika biashara, lakini mwingine akaingiwa na fitina na akamdhulumu mwenzake mali, na biashara ile ikapotea, au yule mtu akakimbilia huko mbali, na mwingine akapata madhara, au akapata na jambo, yani akapata na mambo mabaya kabisa, yani akawa amemsababishia mwenzie matatizo katika maisha yake. Ni nini? Ni kwa sababu walikaa wakaplani ile biashara na wakakubaliana vizuri, lakini kilichokosekana hapo ni hawakupatana katika nia moja, wakupatana katika
mioyo mimoja, hawakupatana katika ushirika mmoja, hawakupatana katika upendo ili waweze kufanya lile jambo katika biashara yao liweze kuleta matokeo makubwa. Kitu kinachosababisha kuleta matokeo makubwa kwenye ndoa ni watu wawili wanavyotembea na wamepatana, watu wawili wanavyotembea wamekubaliana, watu wawili wanavyotembea wamekubaliana kwa moyo mmoja kwamba tunapaswa kufanya hili jambo ili tuweze kuona matokeo makubwa. Hata wafanyabiashara, ukiona biashara imefika mbali, watu waliweka ushirika mmoja, bwana nitakuwa tuungane tuweze kufanya biashara na ikaleta matokeo makubwa, ni kwa sababu wale watu wametembea, watu wawili wametembea katika jambo na wamepatana. Hivyo ninakukumbusha ndugu yangu, mtu uliyookoka, unavyoamua kufanya jambo lolote la katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, unapaswa, kama umeamua kushirikiana na mwenzio, unapaswa mpatane. Kupatana kuna jambo kubwa sana. Ndio maana ukisoma kwenye maandiko sehemu nyingine, maandiko yanasema kwamba Yesu Kristo alivyoimwaga ile damu yake pale msalabani ni lengo la kutupatanisha sisi na Mungu kwa sababu ya zile dhambi tulizozifanya. Kwa hiyo kulikuwa kuna kitu kilichotuzuia sisi ili Mungu asiweze, kitu ambacho kilizuia sisi kupatana na Mungu. Kupatana ni ile muunganiko, kupatana ni kile kitu ambacho kinafanya tuungane kwa ajili ya kuzalisha kitu kizuri. Ndio maana ninakushauri ndugu yangu, tunapofanya jambo lolote katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili, katika maisha yetu ya kawaida, tunapaswa kupatana. Tunapaswa kupatana. Mungu aliongea na nabii Amos. Jambo hili ni kwa sababu kuna kitu alitaka tujifunze siku ya leo, kwamba tunapotembea, watu wawili wanapotembea mahali popote, kitu kikubwa ambacho kinaweza kuleta matokeo makubwa katika maisha yao ni kupatana. Sehemu mahali popote unapoamua kufanya jambo lolote, tunapaswa kupatana. Makanisani, hujaiona kwamba mchungaji ana viongozi wake au mchungaji yuko na washirika wake, lakini mchungaji anavyofanya mambo, wanaandaa jambo na viongozi wake, wanakubaliana vizuri katika muonekano wa nje, lakini kumbe hawajapatana na wale viongozi kwa nia moja na mchungaji wao. Yale mambo, mtumishi anaona kwamba huduma imekuwa ngumu, haiendi vile ambavyo alitarajia. Ni kwa nini? Kumbe wale viongozi hawakupatana na mtumishi wao, wale viongozi hawajapatana na mchungaji wao. Walikubaliana lakini wakafanya kinyume na mchungaji, kinyume na mkuhani wa Mungu alivyowaagiza. Ndio maana mambo yanakuwa magumu katika ulimwengu wa roho, mambo yanakuwa magumu katika ufalme wa Mungu. Hivyo Mungu anatukumbusha siku ya leo, tunapofanya jambo lolote tunapaswa kupatana. Kupatana kumebeba nguvu kubwa sana katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Kupatana kutasababisha tuweze kufika mbali katika huduma zetu. Kupatana kutasababisha tufike mbali katika kazi za mikono yetu. Kupatana kutasababisha tufike mbali kwenye jambo lolote ambalo tumeliamua kulifanya tukiwa na nia moja, tukiwa tuna ushirika mmoja. Kupatana tunaweza kukafanya ufalme wa Mungu kazalisha vitu vikubwa na vya ajabu sana. Hivyo ninakukumbusha mtazamaji wangu, ukiamua kufanya jambo lolote, kama mmeamua kufanya biashara, kama mmeamua kuungana watu wawili wangapi, inapaswa mpatane katika nia moja kwa upendo na mioyo yenu iridhie ili muweze kuzalisha kitu kizuri. Watu tuliokoka makanisani tunapaswa tufanye kazi kwa ushirika na kwa kupatana, kama maandiko yanasema kwamba kila kiungo kwenye kanisa, sisi ni kama viungo na kila kiungo kina kazi yake, na hizo kazi nitakiwa tupatane. Macho na kazi yake, pua ina kazi yake, napaswa tupatane ili tuweze kufanya kitu kikubwa katika ufalme wa Mungu. Mungu awabariki sana kwa kunisikiliza. Uko na mimi Esther Musa. Mungu awabariki sana. Karibu katika vipindi vyetu vinavyoendelea. Tunapatikana, usisahau kulike, kushare na comment katika mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana kwa jina la New Agape TV. Bye bye. Mungu awabariki sana.